Je, wewe ni miongoni mwa watu wanaoamini adhabu ya viboko shuleni kama njia ya kumlazimisha mtoto kuelewa masomo na kupenda shule? Tafiti za ndani na nje ya nchi zinaonyesha kuwa motisha ya mtoto kuhudhuria shule haijengwi kwa njia ya adhabu, bali hujengwa kupitia mazingira bora ya kujifunzia na yanayomvutia mwanafunzi. Michezo, walimu bora na wenye upendo, vikichangiwa na madarasa safi yenye muonekano wa kuvutia, yakiwemo madawati ya kutosha, huchangia kwa kiwango kikubwa kuwafanya watoto wapende shule na kusoma kwa bidii na kuelewa wanachojifunza. Uwekezaji katika miundombinu bora ni njia ya kudumu ya kupunguza utoro kwa wanafunzi na kuboresha uelewa wa watoto wawapo shuleni, kama anavyobainisha mwalimu Elizabeth Ruragora ambaye ni afisa elimu kata ya Mikocheni. Kama mazingira sio rafiki, watoto wanaweza sipende shule vile vile hata ufanye nini. Lakini mimi nimekuwa ni shahidi, wakati wote tunapokuwa na maboresho kama hivi, watoto wanahamasika zaidi kupenda kuja shule. Kwa hiyo nishukuru serikali na niwashukuru kipekee wageni wetu leo kwa kuweza kuja kukabidhi madawati haya. Niwashukuru sana na niwakaribishe, na kama mwalimu mkuu alivyosema, bado mahitaji yapo ya vitu mbalimbali kama alivyosema. Licha ya vikwazo kwenye safari ya kufikia elimu bora, bidii ya walimu inalipa na huonekana bayana kwa kupima furaha ya wanafunzi na kujiamini kwao. Shamra hizi zinaonekana kutoka kwa wanafunzi punde tu baada ya watendaji kutoka mfuko wa serikali wa Self-MF chini ya Wizara ya Fedha kuwatembelea wanafunzi hawa wa shule ya msingi Mikocheni jijini Dar es Salaam. Ujio wao unakuja na msaada wa dawati zipatazo 42 zenye uwezo wa kukaliwa na wanafunzi takriban 130 kwa wastani wa watoto watatu kwa kila dawati. Nimejisikia furaha sana kufika katika shule hii ya Mikocheni. Lakini ningependa pia na nyinyi mtufahamu kidogo. Sisi ni mfuko wa Self. Mfuko wa Self ni mfuko ambao unafanya kazi chini ya Wizara ya Fedha. Na kazi yetu kubwa tuliyopewa ni kuhakikisha tunawawezesha Watanzania katika huduma za mikopo na pia kuwapa elimu ya mikopo. Kwa hiyo sisi, hiyo ndio kazi yetu kubwa. Kwa hiyo kama mmesikia taasisi nyingi za fedha, lakini leo naomba pia muongeze kwenye ufahamu wenu kwamba kuna taasisi inaitwa Self. Tunatoa mikopo lakini pia tunafanya na elimu ya fedha. Ujumbe muhimu kabla ya kuhitimisha mazungumzo yake, Bi Santiel Yona ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Self-MF anaisisitiza jamii kuendelea kuyatambua mazuri yote yanayohusiana na kuboresha mazingira ya elimu. Watoto wanapokuwa katika mazingira mazuri ya ufundishaji, hata wanapofundishwa wanaweza kupokea vizuri. Kwa hiyo hilo sisi tuliliona na tukasema sasa siku hii ya leo, kwa sababu mwezi huu ni mwezi unaosherekewa kwa siku ya wanawake duniani. Sasa tukasema kwa siku hii muhimu sana, basi ni vizuri twende pale Mikocheni tukashirikiane nao katika kutoa madawati, kwa sababu tunaamini itaboresha mambo ya elimu katika shule hii. Na wanafunzi wanapopata elimu na serikali pia, sisi kama wadau wa serikali tunafurahi, kwa sababu wataweza pia kuwa na ufahamu mzuri na watafanya vitu vizuri ambavyo vitaendeleza taifa letu. Lakini la muhimu zaidi pia tungependa kutoa pongezi kwa walimu. Tunaamini kabisa walimu wanafanya kazi ngumu. Kazi ya walimu sio rahisi, kwa sababu wanatakiwa kuhakikisha wanafunzi wameweza kuelewa na wanafunzi wanafanya vizuri. Kwa kuiangalia kama statement moja unaweza ukafikiri ni rahisi, lakini kuwabadilisha watoto hawa, mwalimu amesema mko karibu 800. Sasa 800 kuwafanya watulie kwanza, wakuelewe, lakini mwishoni mwa siku amesema mnafaulu. Kwa hiyo hilo mimi nawapongeza sana. Mwalimu amesema ufaulu wenu ni 95%. Na sisi kama Self tutakuwa tunafuatilia kwa karibu kweli.
Yaani sasa hivi tukisikia tu matokeo yametoka ya shule ya msingi, tunaingia kwenye mtandao, na siku hizi tunajua mambo ya mtandao. Mara moja tunaenda kuangalia ufaulu wa shule ya msingi Mikocheni. Tukikuta watu wanaendelea kufaulu zaidi na nini, kuna siku moja hapa mtaona tunakuja tena, labda kuna kitu tunaweza tukaleta zawadi. Kwa hiyo nataka niwatie moyo, alafu niwape hiyo ari kwamba mjitahidi zaidi. Mwalimu amesema mwaka huu anategemea mfaulu wa 100%. Naomba labda mtuthibitishie kwamba mtajitahidi na mtafikia kiwango cha ufaulu mwalimu alichosema. Vipi, mtafikia watoto? Zawadi yoyote ni deni kwa anayetunukiwa zawadi hiyo. Kwa jina naitwa Naira Naso kutokea shule ya msingi Mikocheni. Kama itatokea mwanafunzi anataka kuharibu rasilimali tulioletewa, maana madawati katika shule ni rasilimali. Kama itatokea mwanafunzi anataka kuharibu rasilimali, basi kwanza nitaanza kumshauri kuwa haya madawati sio kama yananisaidia mimi peke yangu, yanakusaidia wewe na wadogo zetu walioko nyuma yetu, na kama mimi ni mdogo kuna kaka yangu aliyekuwa mbele na dada yangu aliyekuwa mbele. Kama ikishindikana kumshauri akawa amekataa kabisa, basi mimi nitamchukulia hatua, nitampeleka kwa mwalimu. Na asanteni pia, mmetuwezesha sisi wanafunzi kuepuka karaha za kuchafuka chini na kutulia kwenye madawati kwa amani na kusoma vizuri na kumtoa mwanafunzi wasiwasi kama nikienda shule nitachafuka, nitakaa chini. Jina langu naitwa Onesmo Avelin, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Mikocheni. Madawati haya yanamsaidia mwanafunzi kusaidia kujifunza kwa utulivu na inampa amani na kujisikia vizuri. Na swala hili linapata msukumo kutoka kwa mwalimu mkuu wa shule hii Godfrey Shubi na mwenyekiti wa kamati ya shule Robert Karia. Kwa nipenda kuchukua fursa hii kwanza kukushukuru mkurugenzi na timu yako na wote ambao wamejitoa na kutuletea haya madawati 42. Hapo 30 hapa, 12 hapo chumba kinachopata kutokana na nafasi. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana, hata wanafunzi walipokaa hapa kuona wamependeza sana. Na itaendelea kuhamasisha kuja hapa shuleni kusoma, si ndio? Ndio. Kwa hiyo sisi tunawashukuru sana, hata wanafunzi walipokaa hapa kuona wamependeza sana. Na itaendelea kuhamasisha kuja hapa shuleni kusoma, si ndio? Ndio. Unapokaa hapa uzuri kuliko kikaa chini au dawati mara limekuchoma na msumari, inakuwa ni shida. Mkurugenzi kasema atatupa zawadi tukifanya vizuri. Nyie mtaki zawadi? Sasa kwenye ile 90% tunataka tuvuke kufanya 80 ngapi? Kwa sababu tunataka zawadi zaidi, sio? Mimi kama mwenyekiti wa kamati tuwashukuru sana kwa niaba ya wazazi kwa kuja kutembelea na kutupa hamasa. Hii ni hamasa kubwa sana ambayo umetoa leo. Nadhani tutaendelea kufanya vizuri, mawazo mazuri, na ndipo hili tu tutaendelea kuyatunza. Ni wazi kuwa shule nyingi kwa sasa hazipazi sauti zao kuhusu uhaba wa madawati ama upungufu wa miundombinu, hali inayobainisha hatua kubwa iliyopigwa kwa shule nyingi za umma, ingawa ni uhalisia kuwa michango ya wadau kama Self na wengine inahitajika ili kuzibaini na kuzipatia majawabu changamoto zinazowafanya watoto wakwazike kwenye safari yao ya kielimu. Hii ni TriGen Media.